Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imekubali kuingia katika mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Katika taarifa zilizotolewa na shirika la habari la Iran la Fars, limeeleza kwamba Rais Masoud Pezeshkian amekubali juu ya kuanza kwa mazungumzo hayo na Marekani, lakini taarifa hazikutaja tarehe hasa ya mazungumzo hayo. Iran imesema mnamo siku ya jana Jumatatu kwamba ilikuwa inafanyia kazi namna ya mazungumzo hayo yatakayofanyika na mpango mkakati utakaokuwa tayari katika siku zijazo, huku mataifa ya ukanda wa Mashariki ya Kati na washirika wa Iran wakichukua jukumu la kubadilisha mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baqei, amewaambia waandishi wa habari kwamba tayari baadhi ya vipengele vinashughulikiwa na sasa wanachunguza na kumaliza maelezo ya kila hatua ya mchakato huo utakaokamilika siku zijazo. Hata hivyo, nchi za kikanda zimeongeza juhudi za kutuliza mvutano huo, jambo ambalo limemfanya Rais wa Marekani Donald Trump kusalia katika kile kinachoonekana ni kutaka diplomasia. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba nchi za kikanda zina wasiwasi kuhusu hali ya sasa na zinajaribu kwa dhati kuchukua jukumu chanya, tofauti na nchi za Ulaya ambazo zinachangia kuongezeka kwa mvutano. Baada ya mamlaka ya Iran kuchukua hatua kali dhidi ya waandamanaji mwezi uliopita, Rais Donald Trump alitishia kuivamia kijeshi Iran, na hili liliungwa mkono na nchi za kimagharibi. Lakini hali ilikuja kubadilika zaidi baada ya nchi washirika wa Marekani kusema kwamba hawatakubaliana na mpango wa vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Saudi Arabia na Misri na baadaye kuelekea nchini Uturuki ambapo alikutana na Hakan Fidan, wakati huo wakizungumzia suala la kufikia makubaliano kupitia mazungumzo. Hata hivyo, nchi washirika ikiwa ni pamoja na Jordan, Saudi Arabia, Qatar na mataifa yote ambayo ni washirika yenye kambi za kijeshi za Marekani zimesema hazitoruhusu anga zao kutumika kushambulia Iran. Jordan ni moja kati ya nchi ambazo ni washirika wa Iran, ambapo mwanadiplomasia wake Ayman Safadi amemwambia Abbas Araghchi kwamba hataruhusu anga la taifa hilo kutumika kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Safadi ameongeza kuwa hataruhusu upande wowote kukiuka anga lake ama kutishia usalama wake na raia wake. Kadhalika, moja kati ya watu ambao pia walizungumza na Rais Masoud Pezeshkian ni pamoja na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambaye amekiri kwamba hatakuwa tayari kuona kwamba kutakuwa na mashambulizi yatakayotokea katika taifa la Saudia ambayo yatashambulia Iran. Abbas Araghchi aidha anatarajiwa kukutana na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff kuelekea mazungumzo hayo, limesema shirika la habari la Iran la Tasnim. Marekani hata hivyo bado haikuthibitisha hilo licha ya rais wake Donald Trump kusema kwamba wanakoelekea ni katika diplomasia zaidi kuliko mapambano. Marekani na Iran walifanya mazungumzo ya silaha za nyuklia mwaka uliopita, lakini walishindwa kufikia masuala kadhaa muhimu, na mojawapo likiwa ni shinikizo la Marekani kuitaka Iran kusitisha kabisa programu yake ya kurutubisha madini ya urani. Lakini huko jijini Paris, msemaji wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Anur Al-Ennun amesema umoja huo unapinga uamuzi wa Iran wa kuyatambua majeshi ya nchi wanachama kama makundi ya kigaidi baada ya wiki iliyopita umoja huo kukiorodhesha kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kuwa kundi la kigaidi. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.